tunasemaga mzazi ni Mungu wangapi? Mzazi sio Mungu wa pili. Ukisema Mungu wa pili maana kuna miungu mingapi? Mingi. Mzazi sio Mungu wa pili, na kwenye Biblia hapo panaposema hivyo. Hayo maneno tunazungumza mitaani huko. Kwenye Biblia hapo mzazi sio Mungu wa pili. Ila mzazi ni kopi ya nani? Ya Mungu. Kwa sababu mzazi amekutengeneza wewe, hukuwepo. Vipi Mungu alikufinyanga? Nataka nikwambie, kuna vitabu vya historia vinasema hivi. Yesu akachukua udongo, akafinyanga kandege. Kandege mnakajua utujuni au nyakisa utujuni. Kandege, mnakufahamu ndege? Akafinyanga kandege Yesu. Haya maandiko kwenye vitabu vya wenzetu wale Waislamu. Kwenye Qur'ani inasema Yesu akachukua udongo, akafinyanga kandege. Afu kale kandege akakapulizia pumzi, akakarusha, akakapeperuka, akaondoka. Umeelewa? Na vitabu vyao vinasema lakini alifanya hayo kwa uweza wa Mungu. Unielewa? Hayo aliyafanya kwa uwezo wa nani? Wa Mungu. Haya nikuulize swali. Mimi na wewe tunaamini kabisa nguvu aliyoifanya kukaumba hako ni nguvu ya nani? Ya Mungu. Ndani ya nani? Ya Yesu. Lakini kale kandege ukikutana nako ukaulize ni nani amekuumba? Atasemeje? Atasema ni Mungu. Atasema ni Yesu ameniumba. Wewe umeumba wangapi? Umeumba wangapi? Ni wangapi wanafuata tabia zako chafu? Leo hii watu wameokoka. Ndio mtu akiokoka anaanza kuangalia tabia za wenyeji. Kumbe ndio maisha ya warokole haya. Ndio anayoishi hayo. Na Biblia inasema huo ubaya unaomfundisha huyo mwanafunzi atakuwa mbaya maradufu. Kwa tuangalie namna ya kuishi na wokovu wetu, kwa sababu wageni wanaiga kwamba haya ndio maisha. Na mimi nakuuliza wewe, hayo maisha unayoishi ndio maisha ya Upentekosti? Halo? Hayo maisha unayoishi je, ndio maisha ya uhalisia wa Mungu? Jibu ni hapana. Nimesema utakatifu ambao Biblia inasema hivi kwenye kitabu cha Ufunuo sura ya 14 mstari wa 12. Anasema hapa ndipo penye subira ya watakatifu, hao wazishikao amri za Mungu na imani ya Yesu Kristo. Hapa penye subira ya watakatifu. Sasa Kiswahili hakina mapana sana. Kilikosa neno la kuweka hapo. Mwanadamu mtakatifu ni yule aliyeumbwa mwanzoni kule. Biblia inasema akapuliziwa puani pumzi ya uzima akawa hai. Kule nyuma yule alikuwa mtakatifu amekamilika kabisa. Lakini dhambi ilipoingia Edeni ikatusambaratisha sisi na Mungu. Tayari Mungu amemtuma mchungaji wetu na fimbo ya chuma atuongoze sisi, atuchonge tena turudishe kwenye uhalisia wa Mungu. Lakini mchungaji huyu tunamtazama kama mtu tu. Tunamwangalia kama kitu tu cha kawaida. Kama blaza tu. Lakini kama una akili tazama ndani. Kwamba Mungu asante, kumbe naishi na wewe waziwazi, sikujua. Hakika nimekukosea kwa muda mrefu, nirehemu, nisamehe. Unajua nikwambie, yani mchungaji akisema uwe mwaka wa mafanikio, sema napokea baba. Yani ndio baba. Nimesema baba huyu ni siri. Unapotoa zaka ulipata 2,000 kwa wiki. Yeye hatatoa siri. Atasema tu mwanangu ni mwaminifu. Ila tu Mungu muongeza pate zaidi, awe na mtaji mkubwa zaidi. Faida ya zaka inatunza kipato chako. Kama kipato chako, baba unasoma message. Unasoma ni message au kubeti? Nikajua una beti, Biblia achana nayo. Unisikilizi huko. Nikajua una beti. Wanabetiki baba. Wanabeti madhabahuni, wanabeti watu. Kuna watu wanabeti. Sio yule, lakini kuna watu wanabeti. Wanasema serikali imehalalisha, sio dhambi. Yesu alisema vya Kaisari mpe Kaisari. Kwa Kaisari na maamuzi yake na Mungu na maamuzi yake. Kamali ni dhambi. Yote ile ni dhambi, hata kama serikali imehalalisha kubeti, lakini ni dhambi. Usije ukaruhusu mwanao au wewe mwenyewe kubeti. Ni dhambi. Ile dhambi mimi binafsi naifananisha na dhambi ya uzinzi. Ni dhambi ikikamata mtu haichomoke. Ni dhambi ambayo ikishika mtu haiondoki. Sawa na baba au kaka ambao ana wanawake 10. Ukipanga wanawake 10 hapa wote, mwambie baba Yesu anakupenda. Anasema ndio. Chagua mwanamke mmoja, punguza wote. Nakwambia hatapata wa kumpunguza. Tabia ya uzinzi ilivyo mbaya, hata mpata wa kumpunguza. Nakuta huyu hiki anaweza lakini hiki hawezi, anakiweza wa huyu. Kwa anatengeneza kila mtu
ana nafasi yake kwake, lakini ni namna ambavyo shetani amekamata watu hawa wacheza kamari na wazinzi, amekamata wasijitambue na wasichomoke. Hizo roho zikuingia, hutatamani ibada, hautatamani mausia ya mchungaji wako. Ni roho mbaya imekuingia. Namna ya kuchomoka huko ni kuamua kutoka ndani kwamba Mungu, binafsi nimeamua kuacha dhambi. Yesu atakufanya kuwa kiumbe nini? Kipya. Nataka nikwambie, neno kamari ni kamari tu kwa Kiswahili. Kwa Kiingereza tafsiri ya neno kamari ni hii hapa. Kamari maana yake kasino. Na kasino tafsiri yake ni kwamba cash is not return. Yaani ukitoa keshi hairudi, ni kuliwa tu. Hawauliza wanaobeti kama wameikula, hawaragi wale. Imefika mahali wameliwa kamari, ndoa zinasumbua, watoto wameshindwa kulipa ada, alipita kwenye kamari kwanza. Yaani ni mbaya 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 kuliko chochote kile. Kamari ni mbaya sana. Na wewe angalia, fuatilia hao kwenye tabia hizo. Kuna namna ya kumsaidia huyo. Na namna ya kumsaidia maana yake ni goti. Wewe ambaye unatamani fulani aache kamari abadilike, nenda chumbani kwako kapige goti. Wewe ambaye unatamani watu waokoke, nenda chumbani kwako kapige goti. Nataka nikwambie, mikutano ya nje tukiweka watu hawaji. Wanasema michoro. Hawaji. Wanaona aibu kwa rafiki zao. Wanaona aibu kwa wapenzi wao. Wanaona aibu, hawaji. Wanaona aibu kwa wachawi wenzao, hawaji. Mikutano ya nje. Semina hawaji, tunakuja wenyewe. Tunawapataje? Tuende tukawafanye mataifa. Tunawapata wapi? Kumbe ibada iliyo njema ni nyumba kwa nyumba. Tunaanza msako, nyumba moja badala ya nyingine. Nilifikiri tutakuwa na ibada mbili. Nilipanga hivi kwamba tukitoka hapa ingalau tuwahi kumaliza ibada, masaa mawili tutoke tukazurule nyumba kwa nyumba, tuambie habari za Kristo, tuambie habari za Yesu, tuambie uzuri wa Yesu. Nataka nikwambie, ukienda nyumba kwa nyumba, Yesu hatakuacha. Ataamini moyo wako wa utayari kufanya kazi yake. Popote utakapoenda hatakuacha, atakuwa na wewe. Haleluya. Atakuwa na wewe. Cha msingi useme, Yesu mimi naenda. Naomba usiende kunidhalilisha, na hata kudhalilisha. Utashangaa ukiweka mkono kwa wagonjwa, wanapata afya. Akiokoka, yani akipona mgonjwa kwenye nyumba zinazotini, watu wanaumwa huko, wanaumwa kwenye majumba yao. Lakini wewe unakata ndio salama yao, lakini umekaa huku. Huendi kule. Sema, Mungu siendi kwenye kigenge changu, leo naenda kushuhudia. Masaa mawili naenda kupita nyumba kwa nyumba binafsi. Mungu, leo kazi ya leo nataka niifanye, nipate changizo ya kanisa. Nataka tupate maiki za kanisa. Nachora karatasi, naenda kwa mchungaji nigongee muhuri pa. Naenda nyumba kwa nyumba, naomba mchango, tuna ujenzi wa kanisa. Tunataka vyombo. Binafsi. Binafsi. Mchungaji akushangae tu umeenda na karatasi, baba, nimechapisha hii stationery, naomba nigongee muhuri. Mchungaji ataisoma, hawezi kukataa huduma yako. Yaani upo ndani ya kanisa miaka miwili, hakuna kitu unafanya. Kesho peke yako unakuja ibadani. Kesho kutu unakuja pigirani peke yako. Wewe ndio nini sasa? Mimi niliandaa watu wawili. Wabonde hili nikasema wawili. Mutake musitake, Jumapili tutakuwa pale kwa mchungaji nani? Mwampiki. Wakasema haina shida. Bahati mbaya wamepata dharura ya msiba, wamefiwa, mwaka reli, wamefiwa. Jitamani, siku za ibada zinaandaliwa toka jana. Mungu, sadaka yangu ni hii kwa ajili ya kesho. Alafu pili, sitamani kwenda peke yangu, nataka niende na mtu. Huyu mtu unaangalia naye kufaa. Kwa yule unaenda kwa yule, lakini ulishapiga goti. Ukifika pale ulishamwambia Mungu, wewe ndio ukawe sauti kwa huyu mtu. Nakwambia hata kataa. Maana umemtanguliza Mungu. Na Mungu anaangalia nia yako ya kweli ndani. Na ndivyo atakavyoishi na wewe. Atakubariki kwenye maisha yako. Sisi tunafikiri tunakomboa eti kwamba 10,000 nipeleke sadaka, nitoe sadaka. Hapana. Nyumbani watoto unga hamna. Wewe toa, alafu mwachie Mungu. Nienda siku moja na mke wangu kuhubiri Kiela. Ningetaka tuje naye leo. Kuna dharura imetupata. Maana pia tuna maandalizi kwenda Malawi kuhubiri Injili. Sasa basi kawa hivyo. Dharura. Anakachanga. Kwa wakiwa nakachanga, wakina mama kachanga na wenyewe akili zao zinakuwa bado hawajatengamaa sana. Mtoto akilia kitu kidogo tu, yani wamechanganyikiwa hivi. Ni sawa. Mama akiwa mjamzito